Kwa majina naitwa Matias Moses, natokea Mkolani. Tatizo limetukumba lakini imeweza kuhamisha shughuli nyingi za kiuchumi. Kwa kama unaona sasa hivi wanafunzi waende shule, kila kitu akifanyiki. Upande wa huko waende na upande wa huko waende. Kwa hiyo issue hii hapa imeweza kuathiri sana kiuchumi, kwa mfano kama issue ya biashara zifanyiki, watu wanaenda stendi hawafiki kwa muda, mabasi yamewacha. Naam. Kwa hiyo hapa cha kufanya zaidi hapa, serikali angalia tu jinsi ya kutengeneza barabara hapa hivi. Sisi tulikuwa tunakwenda kazini mjini, lakini mpaka sasa tuko hapa. Tumeshindwa kwenda. Ofisi hazijafunguliwa mpaka sasa. Kwa hiyo unaishauri nini serikali sasa? Ushauri wangu, serikali wapatie watu tenda wenye uwezo wa kufanya kazi. Sawa. Watu wenye uwezo wa kufanya kazi. Kwa hiyo unadhani kutokana na uwezo ambao wamepewa watu ambao hawana uwezo ndio inaletea changamoto hii ya daraja kutokupitisha watu? Ni kweli. Kama angekuwa amepewa mtu mwenye uwezo angekuwa imeshamaliza. Kwa wakati kwa muda huo aliopewa huyu. Asante sana. Nashukuru. Kwa majina naitwa Leokadia James Hwago, ni mjumbe serikali ya mtaa wa Amani, naishi mtaa wa Panyarodi Magereza. Nikiwa kama mjumbe wa serikali ya mtaa, kwa kweli swala hili kuhusu hili daraja limekuwa kero. Watu wanalipa kodi, lakini miundombinu imekuwa ni mibovu. Mkandarasi aliyopewa hili eneo ana miezi karibia 4 yuko anacheza na hili eneo. Na hili eneo limekuwa kero. Inafika hatua watu wanashindwa kwenda kazini, wengine wanashindwa kwenda mashuleni. Sisi wafanyabiashara tumeshindwa leo kuuza hata maziwa, tunakosa pa kupita. Kwa hiyo tunaomba serikali tusaidie kuhusu huyu mkandarasi. Kama hajalipwa wamlipe, na kama amelipwa afanye kazi yake aliyopewa. Miezi 4 yuko anacheza eneo hili. Kwa hiyo imekuwa kero sana. Ndugu waandishi wa habari, ni kwamba kama mnavyofahamu katika jiji la Mwanza na mkoa wa Mwanza kwa ujumla, kuna mvua kubwa ambazo zimeanza kunyesha, zina takriban siku 2. Na usiku wa kuamkia leo kumekuwa na mvua kubwa ambayo imenyesha, na matokeo ya mvua hiyo ni kuvunja kwa hili daraja la Mkuyuni, daraja ambalo limekuwa korofi kwa muda mrefu, lakini sasa hivi liko katika matengenezo. Sasa udongo umeondolewa katika barabara hii kwa sababu ya kasi kubwa ya maji yaliyokuwa yakipita hapa na mafuriko kwenye hili daraja. Sasa jeshi la polisi baada ya kupata taarifa hizo tumeweza kufika hapa tangu alfajiri, baada ya hilo daraja kuwa limechukuliwa na maji, udongo wake umechukuliwa na maji na magari hawezi kupita, kwa ajili ya kuweka hali ya usalama kwa watu wanaotumia barabara. Sasa katika kufanya kazi hiyo tumeweza mpaka sasa kufanya njia hii ambayo ilikuwa haipitiki, sasa hivi inaweza kupitika vizuri, na tumeelekeza magari yanayotokea hiyo njia ya Shinyanga yakifika barabara hiyo ya Usagara, kwa hali ilivyo sasa ni vema wakakatisha hiyo barabara ya Usagara kwa ajili ya kuelekea Kisesa kwa ajili ya kuingia mjini. Lakini hapo mbele kuna barabara ambayo inaitwa Sawa, ambayo inanyenye inakwenda kutokea huko mbele, inazunguka inaingia katikati ya jiji. Tunaelekeza hivyo kwa ajili ya kupunguza msongamano mkubwa wa magari, lakini pia kwa magari yanayotoka Mwanza kwa ajili ya kuelekea hii barabara ya Shinyanga, pia tumeelekeza magari hayo kutafuta njia nyingine pale katika ule mzunguko wa samaki warudi hiyo barabara ya kwenda Magu, waje watokezee hii barabara ya Usagara kwa ajili ya kuelekea kule Shinyanga. Tumeelekeza hivyo, lengo letu ni kuhakikisha kwamba wakati huu ambapo tunaendelea kuweka hali ya usalama kwa watu wanaotumia barabara, kusitokee jamu nyingine kubwa ambapo tutashindwa kufanya kazi yetu vizuri. Na kwa kufanya hivyo tumeweza kuwaruhusu watu wanaotembea kwa miguu kuweza kuvuka pande zote mbili kama ambavyo mmeona wanapita vizuri tu. Lakini pia tumeweza kuwaruhusu watu wanaoendesha bodaboda na bodaboda kwa ajili ya kupita. Hawa wanapita vizuri, kwa wanaweza kusaidia raia kuvuka kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Mpaka sasa katika eneo hili hatujapata tukio lolote pengine la mtu kupoteza maisha
au kujeruhiwa kwa namna yoyote na mafuriko haya. Jeshi la polisi limewahi mapema kwa ajili ya kuweka hali ya ulinzi na usalama katika eneo hili. Tumewasiliana pia na wakandarasi ambao bila shaka wanajua kinachoendelea hapa, lakini sisi tumewasiliana nao ili waweze kuja hapa kwa ajili ya kufanya assessment ya hili eneo na pengine kuendelea na ujenzi wao ili magari haya yaendelee kupita kama kawaida. Tutashirikiana nao kuangalia eneo hili kama litakuwa sasa limekaa vizuri na haya mashimo yaliyoko pembeni kulia na kushoto yataweza kuwa tukaruhusu magari yapite, tutafungulia magari yapite. Lakini kwa sasa tunaona hili eneo si salama kwa magari kupita. Pengine afande nisaidie. Kumekuwa na tabia, tunafika mwanzo tunaona watu wengine maji yalikuwa hayajapungua lakini wakawa wanalazimisha kupita. Pengine ipi rai yako kwa watu wenye tabia? Unajua watu wanakuwa na haraka. Wakati mwingine wanapokuwa na haraka wanasahau kwamba pamoja na haraka hiyo wanao wajibu wa kuangalia usalama wao na maisha yao. Lakini ni kazi yetu sisi polisi, kama mlivyotuona hapa muda mrefu, kuhakikisha kwamba tunawakumbusha lakini tunawaelekeza ili pamoja na haraka walizonazo wajue kwamba hapa limetokea tatizo, na tatizo lazima tushirikiane katika kulimaliza, na kwa kuwafanya wao na haraka zao watoke eneo moja kwenda eneo lingine lakini wafike salama. Maana unaweza ukawa na haraka ukaishia kuingia kwenye maji na kupoteza maisha au kupata matatizo mengine. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.